Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fizia al-Qur'an, kwa maana ilmu ya maarifa ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazali Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Hamidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, leo tutakwenda kutazama hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin. Katika wale wadudu watano ambao waliohalalishwa kuuawa, tutakwenda kumtazama mmoja, na ni kwa sababu gani kwa mujibu wa mtume wetu Muhammadin. Mtume sallallahu alayhi wasallama ametueleza katika hadithi iliyotoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad amesema, man qatala wazghan fi awwali darbatin falahu kadha wa kadha hasana. Amesema yoyote atakayemuua mjusi kwa pigo moja, basi mtu huyu atapata malipo kadha wa kadha yaliokuwa mazuri. Lakini atakayemuua kwa mapigo mawili atapata kadha wa kadha katika mazuri, na atakayemuua kwa mapigo matatu atapata kadha wa kadha katika mazuri. Na hapa anakusudiwa mjusi katika wale mijusi wanaoishi majumbani. Sawa? Tunakwenda vizuri? Mjusi ni katika wadudu ambao wanafaa kuuliwa haswa, sio kumfukuza aondoke au wawe. Tumekwenda vizuri hapo? Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammadin. Sasa baadhi ya watu ambao mara nyingi sana wakisoma maneno ya Bwana Mtume Muhammad, wao wanayatafiti katika ilmu za fizia, ilmu za science, ili wapate kubaini ima ukweli wa maneno ya Bwana Mtume Muhammadin au wabaini uongo, ili waweze kupata mahala pa kupinga katika mazingira kama haya. Lakini walio wengi wanaofanya tafiti, mwisho wanajikuta wanatamka shahada kwa kusema ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wallahi, hii ni habari pana kabisa. Wenzetu ambao wasiokuwa Waislamu wana maneno, wanasema hivi: kaifa nantafi'u bilfikari al-islamiyya, tunawezaje sisi kufaidika kutokana na fikra za Kiislamu? Yani wasio Waislamu wananufaika kutokana na fikra za Waislamu, sisi Waislamu wenyewe hatunufaiki kwa fikra zetu. Hichi ndio kichekesho kikubwa zaidi duniani, kichekesho kikubwa zaidi duniani. Sijui tuko sambamba? Kama mmelala hivi
Sasa waliposoma man qatala wazghan, yoyote atakayemua mjusi, fi awwali darbatin, kwa pigo moja tu, pap kamua, falahu kadha wa kadha hasana, mtu huyo atapata mazuri kwa kiwango cha aina kadha wa kadha, katika hali aina kadha. Hadithi inaendelea inasema, na atakayemua kwa mapigo mawili, falahu kadha wa kadha hasa, atapata mazuri kadha wa kadha, lakini atakuwa chini kidogo kutokana na yule alomuua kwa pigo moja. Na atakayemuua kwa mapigo matatu atapata mazuri, lakini chini kidogo ya aliyoua katika pigo moja, katika hali za aina kadha. Kwa nini auawe wazghun? Kwa nini mjusi afanyeje? Anauawa kwa sababu hii, anaitwa Abul Barsi kwa lugha nyingine. Albarasi ni zile vishilingi, mbaranga, vibarango kwa kule Kigoma tunasema hivyo. Sasa huyu ameitwa ndo baba yake Abul Barasi, mjusi anaitwa hivyo. Kwa nini? Qad yatruku albarasu inda mururihi ala aljudran wal athathi baqaya min barazihi, wa inda mulamasati alinsan laha qadrun لها قد يتعرض للإصابة بنوع من البكتيريا السالمونيلا التي تتشابه وأعراضها مع بعض الأمراض الأخرى، ومنها القي، الإسهال، التلبك المعوي، التعب العام، الصداع، ارتفاع درجة حرارة الجسم، احمرار الجلد، الشعور بالحكة، عدم القدرة على التنفس، سرعة نبضات القلب، وهلم جر. Mashekhe zetu wakati wanatusomesha hadithi hizi walitueleza baadhi ya tafiti ambazo zimefanywa na watu huko duniani, wakabaini uhakika wa maneno ya Mtume Muhammadin. Anasema qad yatrukul barasu, mjusi anapotembea huwa anaacha nini? Inda mururihi ala aljudran, wakati anapopita katika kuta za nyumba, mjusi huwa anaacha, wal athathi, na anapopita katika fanicha zilizokuwa nyumbani, mjusi huwa anaacha nini? Baqaya min barazihi, huwa anaacha mabaki ya kinyesi chake katika sehemu anazopita. Mjusi yuko hivyo, anapopita huwa anaacha mabaki ya kinyesi chake katika hali za aina kadha. Lakini wa inda mulamasati al-insan, mwanadamu anapokigusa kile kinyesi cha mjusi, ima kwa kujua, ima kwa kutojua, katika hali ya namna hii, laha qad yata'arradu lil-isabat binaw'i min al-bacteria as-salmonella, huyu mwanadamu atajikuta anasibiwa au anabeba aina tofauti tofauti za bakteria wanaoitwa salmonella. Tunakwenda vizuri eh? Yani ukiwa mahala ulipokaa, kapita mjusi, kanya, kaacha kinyesi chake pale, ukikigusa wewe, unajua au haujui, basi jua kabisa wakati huo unakuwa umebeba aina ya bakteria wanaoitwa salmonella. Salmonella ni aina ya bakteria hatari sana. Tunakwenda vizuri eh? Na hawa bakteria wana hatari kubwa kabisa, kwa sababu hawa ndio bakteria wana uwezo wa kuanzisha maradhi yanaitwa ataifia, kwa maana maradhi ya typhoid. Kwa hiyo ukiona maradhi ya typhoid, mijusi ile inayopita majumbani humu ni hatari sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tuwaue hao mijusi tunapoona katika majumba yetu. Tunakwenda vizuri. Hizi ni tafiti ambazo zimefanyika zikabaini katika kinyesi chao kimebeba aina ya bakteria hatari wanaoitwa salmonella, ambao ni hatari sana katika afya na maisha ya binadamu. Lakini kinyume cha hao salmonella, kuna baadhi ya bakteria wengi sana ambao ni hatari, wanaita almudadul hayawi, ni anti uhai wa wanadamu.
au bakteria wana hatari sana. Mijusi wamebeba aina hizo ya bakteria ambao ni hatari sana. Lakini katika taaluma inaonyesha mijusi ni katika viumbe ambao wana chuki. Mijusi ni katika viumbe ambao wana khiana. Mijusi ni katika viumbe ambao waongo. Mijusi ni katika viumbe ambao wadanganyifu, wana uwezo wa kudanganya. Ndivyo alivyo mjusi. Tutasema kwa nini waongo, kwa nini si waadilifu? Kwa sababu ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Anasema mkiwaona wale wazghi, mijusi, waueni, kwa sababu ndege wote, viumbe wote, wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ametupwa katika moto, ndege, wadudu, kila mmoja alifanya juhudi kwa namna yake kuweza kuuzima ule moto, illa alwazgha, isipokuwa huyo mjusi, fa innahu nafakha, yeye alikuwa anaupuliza kabisa ule moto ili uwake vizuri. Kwa hiyo akalani ile wa mbali. Ana khiana katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri eh? Lakini kadhalika anabeba aina ya bakteria wanaoitwa salmonella, allati tatashabahu a'raduha ma ba'd al-amrad al-ukhra, ambapo hawa salmonella huwa wanabeba viashiria vya maradhi mengi kabisa. Miongoni mwa hayo ni katika hali ifuatayo. Mfano, alqai, mtu ukiacha nyumbani kwako mijusi ikawa mingi, maradhi ya kutapika tapika mara kwa mara hayatakosekana. Tunakwenda vizuri eh? Kwa maana maradhi ambayo tunaita yale maradhi ya kipindupindu, pia hawa wana uwezo wa kutengeneza na ikawa ni hatari katika afya ya mwanadamu. Ndio maana Mtume akasema tufanyeje? Tuwaulie mbali katika mazingira kama haya. Sawa? Lakini kadhalika al-ishal, kule kuharisha sana, kwa maana kwa kuwa kuna aina ya bakteria anaitwa salmonella anatembea katika mwili wa huyu mjusi, basi pia lau kama wewe utagusa na ukabeba vile bakteria hawa, basi itakutengenezea maradhi ya kuwa unaharisha sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tumuue wazghi kwa sababu ana madhara kwa mwanadamu. Karne ya 7 anasema haya, tafiti zinakuja kubaini katika karne ya 19 na 20 inaonyesha ukweli wa maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda vizuri hapo? Lakini atalabukul ma'wiyun, pia kutoboka kwa utumbo wa chakula, hasa utumbo mpana. Hii inatokana na hawa bakteria wanaoitwa salmonella ambao wanaenezwa kupitia katika baraz, kwa maana kinyesi cha huyu mjusi katika mazingira kama haya. Wallahi kila alichokielekeza Bwana Mtume Muhammad kina faida, na kila alichokataza Bwana Mtume Muhammad kina hasara katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri? Lakini ataabul am, kwa kuwa na aina ya bakteria anaitwa salmonella, basi mtu yoyote yule ambaye atakayesibiwa na madhara haya hujihisi mwili unachoka kupita maelezo. Mtume kasema tumuue bwana mkubwa wazghu kwa sababu ana shida kwa wanadamu. Tunakwenda sambamba eh? Lakini kadhalika suda hutengeneza mfumo wa maumivu makali sana ya kichwa. Kwa kuwepo na bakteria hao wanaitwa salmonella, basi hutengeneza maumivu makali sana ya kichwa. Mtume anasema tumuue mjusi kwa sababu hueneza madhara haya kwa wanadamu. Karne ya 7 anasema Bwana Mtume Muhammad, kabla ya kuwepo mikroskopu za kuchunguza bakteria wa aina kadha, leo zipo mikroskopu zinabaini usahihi wa maneno ya Bwana Mtume Muhammadin. Allahi Mwenyezi Mungu anatisha bwana. Lakini kadhalika kwa uwepo wa bakteria huyo anaitwa salmonella, kunatokea irtifau darajat hararatil jismi, inatengeneza kiwango cha joto kali katika mwili wa huyu mwanadamu. Ndio utaona mwili umechemka sana kwa sababu ya uwepo wa bakteria wanaoitwa salmonella ambao wanaenezwa kwa kupitia wazghu, kwa maana huyo mjusi katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri ndugu zangu? Kwa hiyo maneno ya Bwana Mtume Muhammad yanathibitishwa na sayansi, yanathibitishwa na utafiti za sasa, bila shaka zinatubainishia uhakika wa maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Miongoni mwa mashaka yake
huyu ana uwezo wa kutengeneza kitu kinachoitwa ihmirarul jild, ngozi ikawa nyekundu sana. Kwa sababu gani? Ya bakteria waliotokana na huyu mjusi wanaozagaa pale majumbani. Ndio maana natakiwa tukiwaona tuwafanyeje? Tuwauile mbali katika mazingira kama haya. Lakini kadhalika shuuru bilhika, pia vile vile mtu anaweza akapata muwasho katika ngozi yake, kama anajikuna sana, kumbe ni aina ya bakteria ambao anaitwa salmonella na bakteria wengine ambao wanabebwa na huyu mdudu ambaye anaitwa wazghu, kwa maana mjusi katika hali ya aina kadha. Mtume aliposema man qatala wazghan fi awwali darbatin falahu kadha wa kadha hasana, yoyote yule ambaye atakayemuua mjusi katika mwanzo wa pigo lake, pigo la kwanza tukamuua, basi huyu ataandikiwa wema kwa kufanya hivyo, kwa sababu atakuwa amejinusuru yeye mwenyewe na kanusuru watu wengine kutokana na madhara ya mjusi huyo katika mazingira kama haya. Kwa ukimwona mjusi, dili naye, thawabu hizo katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri Lakini adamul qudrati ala tanafus, pia kwa uwepo wa bakteria hawa salmonella na bakteria wengine, hii itampelekea mtu kupata tatizo la kupumua. Takuwa anapumua kwa tabu, kwa sababu hawa ni anti alhaya almudadatu alhayawiyya, ni anti uhai wa mwanadamu. Yani wao hawataki mwanadamu awe hai, natakiwa afe na mfano wa hayo. Kwa hiyo mijusi ni katika madhara ambayo pia yanasababishwa na majambo haya. Lakini sur'atu nabadati alqalb, pia kuwa na tatizo la moyo kwenda mbio sana, ni kwa sababu ya bakteria ambao wanabebwa na hawa mijusi. Kwa hiyo inatakiwa tuwaue tunapowaona, kwa mujibu wa maelekezo ya kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Kuna maajabu kwa huyu mdudu. Mjusi unaweza ukamuua akafa kabisa, baada ya kufa kwake ukamkata mkia, lakini cha ajabu ule mkia ukaona unacheza cheza. Sasa unashangaa kwa nini? Yeye kaisha kufa, lakini mkia ukiukata unacheza cheza. Ni kwa sababu gani? Ule mkia unacheza cheza kwa sababu una nishati, una kiwango kikubwa sana cha umeme, na katika ule mkia una kiwango kikubwa kabisa chembe chembe, ambazo ndani yake hizo chembe chembe ndio zimebeba bakteria wa hatari sana katika mazingira kama haya. Kwa hiyo ni mdudu hatari sana, na bakteria wanatoka kwa mdudu huyu bado mpaka sasa katika duru za kimaarifa hazijapatikana tiba zake kiukamilifu katika mazingira. Kwa mfano, unakula akadondokea mjusi katika chakula chako au katika kinywaji chako, hicho chakula tupa shekhe, kitakuletea shida. Ukila unalo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tumuue wazghi, mjusi hatakiwi kukaa nyumbani, na ukimuua unapata thawabu katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri Kwa hiyo inshallah maneno ya kiongozi wa umma ukiyatafiti vizuri utabaini yanatupeleka katika ilmu za sasa. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wameutangulia wakati. Tunakwenda vizuri Aya yote unaweza ukajiuliza, aliyajuaje mtume kama huyu ana madhara kiasi hichi? Hakuna vyombo vya utafiti wakati huo. Maana yake huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu anakijua nje ndani katika mazingira kama haya. Leo vinakuja vyombo vya kisayansi vinathibitisha haya, alafu anatokea mtu anasema huu ni uzungu, sio Uislamu. Yani wewe utakuwa unachekesha sana, sijui unakuwa unawaza kwa kutumia akili gani mpaka useme maneno ya namna hiyo. Hii ni Qur'ani, ni maneno ya Mtume Muhammadin. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi. Mwishoni kabisa niseme, Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.